Mpendwa mtazamaji, karibu katika tafakari fupi ya neno la Mwenyezi Mungu, Dominika ya kwanza ya Kwaresma mwaka A. Ujumbe mkuu kwa Dominika ya leo unatutaka tutambue kwamba kuna vishawishi tunaweza kuviepuka kwa kupitia neno la Mwenyezi Mungu. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Mwanzo. Somo hili liliandikwa takribani miaka ya 400 kabla ya kuzaliwa Kristo, hususan baada ya Wayahudi kutoka katika utumwa wa Babeli, wakawa wanatafakari zaidi kuhusu chanzo cha mateso yao. Somo la leo linatoka katika kitabu cha Mwanzo, na kwa ufupi somo linatueleza kwamba Eva alishawishiwa na Shetani akala tunda la mti wa katikati ambalo Mwenyezi Mungu alimwambia yeye pamoja na Adam wasilile. Chanzo kikubwa cha kula lile tunda ni tamaa ya mamlaka. Shetani alimwambia utakuwa na ukuu kama Mwenyezi Mungu. Somo la Injili linatoka kwa mwinjili Mathayo sura ya 4 aya ya kwanza hadi ya 11. Yesu alifunga akisali akiwa mlimani peke yake. Basi tunaambiwa alijaribiwa na Ibilisi. Ibilisi ni mkuu wa mashetani. Jaribu kulinganisha Eva alijaribiwa tu na Shetani, lakini Yesu alijaribiwa na Ibilisi ambaye ni mkuu wa mashetani. Basi alimjaribu kwa mambo matatu. Jambo la kwanza, kwa vile Yesu alikuwa na njaa, basi alimjaribu kwa kutaka ajitengenezee chakula kutoka kwenye mawe. Akamwambia, basi kama wewe ni mwana wa Mungu, geuza mawe haya yaweze kuwa chakula ili uweze kula. Yesu alikuwa na hekima na busara, maana alijua kabisa angegeuza mawe yaweze kuwa mkate, basi watu wangejenga nyumba zao. Ingekuwa ni changamoto kweli, maana ukikorofishana na mtu, basi ataenda kutengeneza kundi la watu, anawapa chai, wanakuja wanaitumia nyumba yako ambayo imetengenezwa kwa mawe yaliyogeuzwa kuwa mkate, basi inakuwa ni kitoweo. Lakini Yesu alirejea maandiko matakatifu katika kitabu cha Kumbukumbu la Sheria sura ya 8 aya 3, akamwambia Shetani, mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno linalotoka katika kinywa cha Mwenyezi Mungu. Jambo la pili ambalo Shetani alimjaribu nalo Yesu ni kutaka kujua ukomavu wa imani yake kwa Mwenyezi Mungu. Basi Shetani alipogundua Yesu anajua maandiko matakatifu, naye Shetani pia akatumia maandiko matakatifu kumjaribu Yesu. Akamwambia, ikiwa wewe ni mwana wa Mungu, basi jirushe juu ya kinara cha hekalu la Yerusalemu, kwa sababu imeandikwa katika Zaburi ya 91 aya ya 11, Mungu atawatuma malaika zake wakulinde. Basi Yesu anaendelea kumjibu Shetani kwa kurejea maandiko matakatifu katika kitabu cha Kumbukumbu la Sheria sura ya 6 aya ya 16. Imeandikwa, usimjaribu Bwana Mungu wako. Na kishawishi cha tatu kutoka kwa Shetani ilikuwa ni mamlaka. Basi Shetani alimwambia Yesu, tazama, milki hizi zote nimekabidhiwa mimi, na endapo ukinisujudia basi zitakuwa ni mali yako. Basi Yesu anaendelea kurejea maandiko matakatifu katika kitabu cha Kumbukumbu la Sheria sura ya 6 aya ya 13, akamwambia, imeandikwa, usimjaribu Bwana Mungu wako. Mwinjili anatueleza kwamba baada ya Shetani kushindwa, malaika walikuja wakawa wanamhudumia Yesu. Somo la pili limetoka katika barua ya Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 5. Somo hili linalinganisha sasa watu wawili, Eva ambaye sasa jina la mume wake ndio linatajwa, Adamu, kwa sababu jamii ya Kiyahudi mara nyingi ilikuwa inataja majina ya wanaume. Hata kama kosa lilikuwa ni la mke, basi mwanaume anatajwa kwa sababu anayetambulika katika jamii ni mwanaume. Basi Adamu analinganishwa na Yesu. Mtume Paulo anatuambia kwamba kwa kupitia kosa la mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, naye ni Adamu au Eva. Na kwa kupitia mtu mmoja mwenye haki ulimwengu wote umekombolewa, na huyu mtu mmoja mwenye haki ni mtu Mungu Yesu Kristo. Wale wote ambao wamebatizwa wakampokea Yesu, basi wamekombolewa kutoka katika utumwa wa dhambi na mauti, pale ambapo wanaishi kwa mujibu wa maandiko matakatifu ambayo yanapatikana katika Biblia takatifu. Na sasa ni ujumbe upi tunaoupata katika masomo ya Dominika ya leo? Mambo matatu makubwa. Jambo la kwanza, utii kwa Mwenyezi Mungu
unaleta amani, utulivu na maendeleo ya kijamii, kiuchumi na kisiasa. Baada ya Mwenyezi Mungu kuwaomba Adam na Eva, aliwakabidhi bustani ya Edeni. Kwa hiyo kule bustanini kulikuwa na matunda ya kila aina, kulikuwa na wanyama wengi tu, na walifurahia maisha kule kama jamii ya watu wawili. Kiuchumi walikuwa na mapato ya kutosha kabisa, na kisiasa kulikuwa hakuna vita yoyote. Lakini baada ya kukosa utii kwa Mwenyezi Mungu, ikaanza vita. Kwanza kabisa mwanaume atakuwa akipambana na ardhi ili aweze kujipatia chochote, lakini mwanamke naye atakuwa akizaa kwa uchungu, lakini kutakuwa na kuoneana wivu na tamaa zitakuwepo katika maisha ya mwanadamu. Kwa hiyo kumbe ni kutokana na kukosa utii kwa Mwenyezi Mungu. Sasa na sisi katika ulimwengu wa leo pia tutambue kwamba tuna amani, tuna utulivu pale ambapo tunaishi kulingana na mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Pale ambapo tutamkataa Mungu, ni lazima vita itatokea ndani yetu sisi wenyewe, au baina yetu sisi na wale ambao tuko nao karibu, au na hata waliopo mbali. Jambo la pili, tunavishinda vishawishi kwa neno la Mwenyezi Mungu. Hata mtu mwema anaweza akajaribiwa na shetani. Yesu alikuwa ni Mungu mtu na alikuwa ni mwema na wala hakuwa na dhambi yoyote, lakini alijaribiwa na Ibilisi. Lakini Ibilisi alishindwa kwa sababu Yesu alikuwa analiishi neno la Mwenyezi Mungu na analifahamu. Kumbe na sisi katika ulimwengu wa leo, haijalishi mtu ni mdhambi kiasi gani au haijalishi ni mwema kiasi gani, bado majaribu yanaweza yakawepo. Majaribu yanapotokea, basi kimbilio letu liwe kwa neno la Mwenyezi Mungu, kwa sababu imeandikwa katika Zaburi ya 119 aya 105, neno lako Mwenyezi Mungu ni taa na mwanga wa kuyaongoza maisha yangu. Kumbe katika changamoto yote, katika jaribu lolote, hebu tujaribu kurejea neno la Mwenyezi Mungu linasemaje. Labda imetokea ni umaskini, neno la Mwenyezi Mungu linasemaje? Labda fanya kazi, labda ni kuchukiwa bila sababu, neno la Mwenyezi Mungu linakwambiaje? Mtegemee Mungu, mkimbilie Mungu, wala usiogope. Pamoja na majaribu mengine yote ambayo yanaweza kutokea, unaweza ukapata jawabu lake katika neno la Mwenyezi Mungu. Jambo la tatu na la mwisho, Mtume Paulo anatuambia kwa kupitia mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, Eva au Adamu, na kwa kupitia mtu mmoja Yesu tumekombolewa. Mtu ambaye hajabatizwa bado yupo katika ulimwengu wa Adam na Eva wa kupitia mateso, lakini mtu ambaye amebatizwa tayari amewekwa huru. Sasa ili kuendelea kuishi uhuru na kuishi kwa amani na utulivu, hatuna budi basi kuzishikilia zile ahadi zetu za ubatizo. Tulipokuwa tunabatizwa, kila mmoja aliulizwa, unamkataa shetani na mambo yake yote? Basi tukasema ndio. Tulipokuwa tunapata kipaimara, tuliambiwa tena hivyo hivyo. Basi tutakuwa na amani, tutakuwa na utulivu na tutaweza kuvishinda vishawishi kama kweli tutamkataa shetani na anasa zake zote, kama ulevi, hasira, chuki na mambo mengine ambayo yanafanana na hayo, yanayoonekana kama ni kitu cha maana katika maisha, lakini kumbe ndani yake kuna kifo. Na kutakia Dominika njema ya Kwaresma pamoja na mfungo mwema wa Kwaresma, na baraka yake Mungu Mwenyezi, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu ikushukia na kukaa nawe daima.